inaongelea haya ambayo nakuelekeza hapa, na ule mstari wa 4 inaongelea haya mambo. Kwa hiyo yeye akaitwa ni Mungu wa dunia hii. Amechukuaje uungu wa kutawala dunia? Aliuchukua kwa Adamu, kwa sababu Adamu ndiye aliyekuwa mtawala. Kwa hiyo Adamu aliitwa ni Mungu wa dunia, alafu Mungu aliyeumba mbingu na nchi aliitwa ni Mungu wa mbinguni. Elewa hapo ili kusaidia vizuri. Kwa hiyo tunapoingia kwenye mapambano ya kupambana shetani, lazima ujue wewe ni nani kwake. Wewe ni nani kwake. Sasa anguko hili likamfanya mwanadamu aanze kusujudia shetani, na sio shetani amsujudie yeye. Kwa hiyo alipoka mamlaka, akachukua ule uwezo wa Adamu akauvaa yeye. Dunia ikaanza kuyumba, akaanza kuiendesha dunia vile anavyotaka. Sasa Yesu akaja. Yesu alipokuja akaja kurejesha nafasi ya mwanadamu ambaye alipoteza, akachukua shetani. Nafasi hiyo ilikuwa nafasi gani? Ilikuwa nafasi ya utawala, na ndio maana ile mamlaka ambayo alikuwa nayo shetani, Yesu akashuka kwenda kumnyang'anya kuzimu. Tulisoma maandiko, Ufunuo 9:1, Ufunuo 1:18. Yote yanaonyesha kwamba alienda akanyang'anya au alipoka ile mamlaka ambayo ilikuwa ni Adamu, alikuwa anamiliki yeye, ikaja kwa Yesu. Ndipo Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo 28:18, anasema nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Kwa hiyo amepewaje mamlaka? Baada ya kufufuka Yesu anaongea maneno haya, maana wakati huko kuzimu alinyang'anya mamlaka, akawa nayo yeye, akawa na ushujaa wa kuongea. Anawaambia wanafunzi na ulimwengu wote ya kwamba sasa nimepewa mamlaka. Mamlaka manake ni ufunguo, mamlaka ni nguvu, mamlaka ni uweza. Sasa ile mamlaka ninayo mimi, natawala mbinguni, natawala duniani, hata kuzimu ambako adui alikuwa anatawala, natawala mimi. Kwa kupitia mamlaka hiyo shetani akaporomoka, akarudi kama awali, akawa chini ya mwanadamu. Na ndio maana kwenye Mwanzo 3 Mungu anasema kuna uzao utatokea, na uzao utakatokea utamponda kichwa shetani. Maana yake ni utawala. Na uzao huo ambao ulikuwa unaongelewa hapa ulikuwa ni wa Yesu, ya kwamba mwanamke atazaa mtoto, na akizaa mtoto atakuja kumponda kichwa. Kichwa ni utawala. Kwa hiyo ule utawala wa shetani ukaondoka. Ndio tunasema Mungu Kristo ni kichwa cha kanisa, kama ile mwanaume kuwa kichwa cha mkewe. Maana yake ule utawala tukauponda. Aliuponda kwa namna gani? Aliuponda pale msalabani. Shetani akawa amepondwa, akawa sio mtawala tena. Mtawala akawa ni Yesu, mbinguni, duniani na kuzimu. Waanze kuelewa sasa. Sasa Yesu anatakiwa aondoke, na sisi ni asili ya Mungu, na amerejesha nafasi ya Adamu kuja kwetu. Ikabidi afanye nini sasa Yesu? Kibibilia ikabidi sisi turudi kwenye mfano wa Mungu, tuwe kama mwanzo, tuwe kama asili yetu. Ndipo maandiko yanasema kwenye kitabu cha Luka 10:19, nimewapa mamlaka ya kumkanyaga nyoka nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. Maana yake ile mamlaka ambayo Yesu alipewa ya kutawala mbinguni, duniani mpaka kuzimu, tayari tukawa tumepewa sisi. Shetani akawa yuko chini. Kwa hiyo mwanadamu yeyote aliyeokoka, yeye ana mamlaka kwa shetani, yeye anamtawala shetani. Swali nakuja kwa mujibu wa somo, wewe ni nani kwa shetani? Narudi hapo ili uweze kuelewa vizuri. Unaposhambulia, unapopinga nguvu za giza, uelewe na pambana nani, na wewe ni nani kwa huyo unayepambana naye. Bado usipoelewa unaweza ukajiona mimi mnyonge. Tumerejeshewa nafasi ya kumtawala shetani. Tumerudishwa ule uungu tunao sisi leo. Kitabu cha Zaburi, nianzie hapo. Wewe ni nani kwa shetani? Kitabu cha Zaburi sura ile ya 82 na mstari wa 6. Kuna maneno hapo Biblia inatuambia sisi ni nani. Maandiko yanasema, Zaburi 82 na mstari wa 6 hadi wa 7.
Maandiko yanasema Zaburi 82:6, Biblia inasema mimi nimesema ninyi miungu na wana waliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Weka mstari hapa. Haya maneno Mungu anaongea, anawaambia waliokoka wenye haki, anasema